Benjamin William Mkapa hapa ambako ni nyumbani kwa Simba Sports Club, kwa maana ya kwamba nyumbani nikiwa na maana kwamba huu ndio uwanja ambao wao wanatumia kwenye michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na wewe leo umekuepo hapa, lakini mtu anaweza kujiuliza show yenu ilikuwa Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman. Umefuata nini? Pamoja na kwamba mpira ni burudani. Unajua wakati jezi yetu ya Yanga inazinduliwa wengi walikuwa wanainanga, wameka box la nini? Sasa tukao tunawaambia lile box jamani ni VAR, ni chwa hapo. Sasa nimekuja kufanya nini? Yanga tumekuja kufanya nini? Box linafanya kazi. VAR chwa hapo. Na sisi hao tuko nao sako kwa bako. Mechi hii imeisha. Sisi hizi tunaweza tukaanza kuwafuata hadi away. Wao unashangaa hapa kwa Mkapa kuja. Sisi tunawafuata mpaka away. Sisi tumefurahi kwa sababu hii moja. Sio kwa sababu wao sijui labda ndio wamekuwa mwisho kwenye kundi. Tumefurahi kwa sababu kamdomo Yanga wametukimbia. Singida wametukimbia. Azam wametukimbia. Tumebaki tu wakubwa wenyewe kwa Mkapa. Sasa mkubwa kadhalilika hivi nyumbani. Unajua katika timu zote 4 ambazo zimecheza wiki hii za Tanzania, ukiitoa Yanga kuiheshimisha nchi kwa sababu ndio timu pekee iliyopata matokeo, Simba ndio timu ya mwisho kwa kutia aibu. Yaani ndio timu ambayo imeongoza kwa kutia aibu. Singida amefungwa away. Azam amefungwa away. Yanga tumeshinda nyumbani. Alafu sasa kubwa jinga la wiki la Tanzania limefungwa nyumbani. Tena limefungwa muda huo limeshawapiga watu exile. Unajua wale watoto wamepigwa exile. Mimi kama ulikuwa umekaa na mimi kwa moja ulikuwa nasikia nawaambia hawa sio Petro nao wajua. Petro anashindwa kucontrol mali, hamna hata pressure ya beki wa Simba. Kuna namna hawa Petro wamevutishwa kitu kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili na imani kabisa kuna mtu kawapa maji ya Mwamposa. Kwa sababu walipokuja kipindi cha pili na ungewaona walivyokuwa wanacheza kipindi cha kwanza, usingesema Petro anaondoka na ushindi leo. Tumefurahi kwa sababu kispika kawaponza, kawaambia tumewakimbia. Kaka kabla hujaanza kuongea pole kaka. Asante, sikiliza bwana. Kevo, kwanza umeongea vitu viwili kwa wakati mmoja. Cha kwanza umeongelea jezi yenu, umeisifia. Mimi nikwambie kwanza tuanzie kwenye jezi. Nikwambie jezi ili unywe pombe au utumie kitu ambacho akili yako itakupagawisha ndio utasema ile jezi ya Yanga nzuri. Kwanza tuanzie kwenye jezi. Kwa nini tusianzie hapa kwa Mkapa ambapo mmesema tumewakimbia? Wewe si ndio umeanza kwenye jezi? Ndio nakujibu hoja ya jezi. Ile jezi ni kama yani kwamba kama mamalishe. Mamalisho wakivaa ile jezi wakifanya serious maskini wallahi inakuwa pia ile jezi katika jezi ambao safari Yanga Kevo wewe unaongea lakini wewe mwenyewe unajua kwamba ile jezi iko vipi. Mimi nikwambie tu Kevo kwenye swala la jezi huwezi kuongea na sisi. Umeelewa? Kwa sababu jezi yetu kama jezi ya Simba kwanza kwenye jezi yani unatumia kigezo gani kuzungumzia? Hapo sawa. Ila mmefunga. Tumepoteza mchezo kwa Mkapa. Tumefungwa kwa Mkapa. Umeelewa? Zungumzia hilo. Lakini kwenye engo ya jezi Kevo ila tumefungwa. Na mnakubali mmefungwa. Tumekubali tumefungwa. Kwa Mkapa. Tumefungwa kwa Mkapa. Wenyewe. Umeelewa? Na sababu kubwa ambayo ilisababisha sisi tufungwe kwa Mkapa ni huyu kocha. Umeelewa? Kocha nani? Huyu kocha wetu. Kocha huyu ujue Kevo kuna kocha tena ni Kevo kamepanikia. Nisikilize kwanza. Ujue Kevo anaposema kwamba wanahitaji cheti ya yule kocha. Mimi mwenyewe naweza nikasema kwamba kweli. Kwa sababu gani? Huyu kocha ndio aliotuangusha leo. Umeelewa? Kwa nini? Kwa sababu unaweza kuona una washambuliaji watatu, unaweka bench. Amemuongelea kuhusu kocha. Kwa nini aongelee kuhusu uongozi wake? Kwa sababu anapenda kufikia mambo. Unamuongelea kocha wale. Kocha wale walikuwa ni Seleman Matola. Kwa nini hakuwa Pantev kwa sababu viongozi wameenda kutafuta meneja kwenda kutafuta kocha. Kwa hiyo kaka kabla ya kuanza kumshushia lawama Matola kwa sababu ukimuongelea kocha leo alikuwa ni Matola. Matola unamuonea wameenda kumtafuta yule Pantev. Kumbe haja qualify vigezo vya kukaa kwenye bench. Kwa hiyo leo kila unachokiongelea kuhusu kocha anza na uongozi wako ambao umesababisha kumleta mtu ambaye hawezi kukaa kwenye bench kwenye michezo mikubwa kama hii. Anasubiri mechi ya Kagera Sugar ya Mtibwa Sukari ndio awe meneja na kocha. Ila akija kwenye mechi nisikilize. Wewe kocha yupo unamzungumzia? Unasikia? Huyu kocha mkuu, huyu meneja wa Simba. Umeelewa? Pantev kwa nini? Huyu Pantev tulia basi. Huyu Pantev yes ndio anakopa anawafundisha wachezaji mazoezini. Umeelewa? Kazungumza hoja yake dhaifu tumlaumu Matola. Sasa Matola yeye mazoezini anafundishi Matola. Umeelewa? Mimi nataka twende na wewe ambaye umemzungumzia kocha.
Na huyu kocha Patev unaweza kuona kwamba leo ametuangusha kwa 100%. Kwa nini? Ukiangalia kocha alichopanga, ameanza na viungo. Inatakiwa anze na mshambuliaji pale. Umeona? Alafu na sabu aliofanya, kamtoa Nabi, kamtoa huyu bwana mdogo Abraham Morris. So far ndo kitu ambacho ndo maana huyu Kaivola anapata nguvu ya kusema. Lakini na imani kwamba angepanga forward au angeweka ile quality ambayo tunajua sisi wakina Soa, Mkwala, huyu asingeweza kuja hapa kutamba. Umeelewa? Huyu kutamba matusi yote tumempa sisi wenyewe. Lakini tumwambie tu huyu kubwa mdogo Kevo, mwache atambe leo, atukane leo, umeelewa? Lakini bado Simba hajatoka. Tumepoteza kweli, lakini bado kuna michezo mingine ambayo inaweza tukapambania. Kwa so far nimwambie tu, anayecheka mwisho ndo anayecheka sana. Leo afly, aongea anavyotaka, atukane anavyotaka, lakini so far Simba ni mnyama mkali kweli. Kwa hiyo yote na yote tutarudi tukiwa imara. Kaka, anywe maji huyu akapumzike bwana. Atatoa lawama mpaka kwa waandishi wa habari. Atatoa lawama mpaka kwa waandishi wa habari. Kaka, wewe kunywa maji, pumzika, umefungwa. Hawa watu tuliwaambia kurukaruka kwa marage ndo kuiva kwake. Kurukaruka kwa marage, hii buku ngoja tumpe Kevo kwa sababu kafly sana leo. Ngoja tumpe Kevo. Kaka, buku sio mambo yangu bwana. Hii buku Kevo kafly sana. Sikia. Hii buku Ahmed Ally anapenda kutembea na kispika. Atakunywa maji wakati anatembea na kispika. Mimi huwezi kanipa buku. Sio professional. Ondoka, pumzika. Umesikia sasa ndugu yangu? Huyu kapanic. Unajua umepanic afu hutaki kuamini kama umepanic. Hawa watu tuliwaambia kurukaruka kwa marage ndio kuiva kwake. Na hawa hii ndio mechi nakwambia ambayo at least wameonyesha uwezo. Hizo mbili zinazokuja za hapa anapokea kuanzia chuma mbili. Akicheza wewe huwezi kuongea tena, ushafungwa, ondoka. Akija kucheza Esperance de Tunis wanaokota chuma zaidi ya 3. Wale Stade Malini ambao nimewaona jana wamemkazia Esperance de Tunis tena wakiwa ugenini. Hawa wanakuja kuokota chuma mbili au chuma moja. Leo ilikuwa ni mafundisho tu na kuweka yani kwa namna unavyozungumza kwamba Simba hashindi mchezo wote wa nyumbani kwake. Haezi akashinda kwa sababu timu haina kocha. Uwezo kumtoa Morris Abraham unamleta Chasambi ambaye tujamuona msimu huu tokea umeanza. Hauwezi kuwa na wachezaji ambao wanakosa magoli alafu mwisho wa siku ukataka wewe kila mechi ushinde. Hii ni mechi ya 5. Hawa wanafungwa kwa Mkapa. Alafu eti wakija kwenye vipaza sauti timu zimewakimbia, wamebaki wakubwa wenyewe kwa Mkapa. Tumecheza nao hapa Ngao ya Jamii, tumewanywa. Gaborone wametoka kwao huko, wamedraw. Wale watoto Nsingizini wametoka huko tena washafungwa 3 kwao, wamedraw hapa kwa Mkapa. Leo wamefungwa na Petro di Luanda. Mechi nao kuja na Esperance de Tunis watafungwa, na mechi ya mwisho kabisa ya makundi watakuja kufungwa hapa goli 1 au goli 2 kwa 0. Hawashindi kwa Mkapa msimu huu. Sawa, hao umeongelea Simba kwa sababu leo ndio ulikuwepo hapa. Kabla mimi sijaondoka hapa nimalizie visiwani Zanzibar ambako nyinyi mlikuwepo huko. Twende kwenye mambo mengi. Huko Zanzibar kuna mambo mengi, na miongoni mwa mambo ya Zanzibar yamesababisha mchezo wa leo umepotea. Vipi? Maji wao anawawaza Yanga muda wote. Wale wachambuzi wao wa bahasha na waandishi wa habari muda wote wanaiwaza Yanga. Jana baada ya mechi kuisha nilitegemea atadiskasiwa Dube nchi nzima, ambaye alikuwa afungi sasa amefunga. Lakini ajenda ikawa ni goli la offside la Asfarabati. Tena umenikumbusha kwenye goli. Sasa mimi sijasomea uamuzi, mimi sio referee. Kwangu mimi ninachofahamu offside ni mtu hata akizidi jezi tu, ikizidi sio mwili, jezi ikizidi. Kitu ambacho kwenye marudio nakiona kimetokea kwangu mimi ni goli la offside, na kama angeliruhusu refa tungemnywa pale nyuma Amani Complex Guantanamo Bay. Sio hivi viwanja. Yani hilo goli ambalo ambalo umezungumzia kwamba imeibuliwa kama hoja kwamba goli la ambalo walifunga wao Farabati kwamba kwa upande wako ni offside. Ni offside kwa upande wangu mimi, kwa waamuzi na kwa sheria za mpira wa miguu. Sasa kwa upande huo mwingine wa wachambuzi wa mchongo, kwa upande huo waandishi wa habari wa mchongo, kwa upande huo kwa shabiki wa Simba ambaye macho yake yana makengeza, anaweza kukwambia Waarabu wamenyimwa goli. Waarabu wenyewe wanakubali ile ni offside. Sasa wewe unabisha vipi? Na hawa watu tunawaambiaje? Yanga ni kubwa sana. Haiwezekani. Lakini Waarabu wenyewe hawajalalamika kwa sababu wewe ndio ulikuwepo Zanzibar. Sasa wewe ulikuwepo Zanzibar? Sawa, Waarabu hawajalalamika. Hamna Mwarabu. Waarabu wanatuambia mtakuja nyumbani kwetu tutawafundisha adabu. Hamna Mwarabu anakuambia sijui kwamba tumefunga goli limekataliwa. Hawa ndio wafamaji kutapatapa. Wewe unaona unavyomuandaa Dube. Sasa tofauti yetu sisi na wao, tofauti ya Yanga na Makolo ni moja tu. Sisi anafanya mchezaji mmoja, wao wanafanya timu nzima. Si unaona kwetu wanamnanga Dube afungi.
wao timu nzima ifungi. Morris akipata yeye na goli afungi, Mpanzo yeye na goli afungi, Jonathan Soa leo kuna chance yeye na goli hajafunga. Sasa utofauti mwingine tena wa kipekee, wanasema kwamba Yanga wachezaji wao hata wabaki na kipa na goli hawafungi. Sasa leo nimeona wachezaji wao wanabaki wao na goli, hata kipa hayupo na hawapati magoli. Na hii tunawaambia ni nani unstoppable. Hawa tuko nao sako kwa bako. Wao wanaiwaza Yanga, sisi tuwafundishe adabu.